what it takes to make our world a better place. We have what it takes to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. We are smart at what we do to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. By the help of God, to make our world a better place. Smart too. Hamjambo wanafunzi, natumai mbuheri wa afya. Karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Tunaangalia sarufi na matumizi ya lugha. Leo tuangalie uakifishaji. Tuangalie uakifishaji ni nini, tuchambue baadhi ya alama za uakifishaji na kisha baadaye uweze kuzitumia alama hizo katika kuandika na katika kujieleza. Kwa hivyo leo tungeangalia uakifishaji. Tuseme kwamba uakifishaji ni matumizi ya alama za kuakifisha katika maandishi. Uakifishaji ni matumizi ya alama za kuakifisha. Matumizi ya alama za kuakifisha katika maandishi. Matumizi ya alama za kuakifisha katika maandishi. Kwa hivyo pia leo tutaangalia jinsi alama hizi za uakifishaji zinavyoandikwa. Ukapewa alama ya uakifishaji, uweze kuelewa ni alama ipi. Ukapewa alama kisha baadaye unaambiwa utoe matumizi yake, uweze kuelewa matumizi. Kwa hivyo leo ningependa tuangalie baadhi ya viakifishi. Tutaangalia viakifishi dukuduku, koma, alama ya nukuu na kadhalika. Na kisha tuangalie matumizi yake. Kwa hivyo tuanze kwa kuangalia nukuu. Tuanze kwa kuangalia alama ya kwanza ni nukuu. Nukuu inaandikwa vipi? Nukuu huandikwa namna hiyo. Alama ya nukuu. Tuangalie matumizi ya alama ya nukuu. Kwanza, kuonyesha usemi halisi. Kuonyesha usemi halisi. Kuonyesha usemi halisi. Kwa mfano, ingia ndani. Kwa mfano, tuseme ingia ndani. Baba alisema. Ingia ndani, unanukuu baba alisema, unanukuu maneno ya baba. Kuonyesha usemi halisi. Nukuu hutumika kuonyesha usemi halisi. Vile vile hutumika kuonyesha lugha ngeni. Kuonyesha lugha ngeni. Mfano, nitaenda kwao anisaidie na dictionary. Nitaenda kwao anisaidie na dictionary yake. Kwa hivyo neno dictionary unapata kwamba ni lugha ngeni. Kwa hivyo tunaliwekea nukuu. Kwa hivyo haya ni baadhi ya matumizi ya nukuu. Nukuu hutumika katika mambo kama haya. Tuangalie alama nyingine ya kuakifisha ni alama ya dukuduku. Dukuduku huwa ni kitone mara tatu. Dukuduku ni kitone mara tatu. Hakikisha kwamba upitishi mara tatu. Kitone mara tatu. Kwa hivyo tuangalie matumizi ya dukuduku. Je, dukuduku ina matumizi gani? Kwanza kabisa, kuonyesha kwamba usemi unaendelea. Kuonyesha usemi unaendelea. Kuonyesha usemi
unaendelea. Usemi unaendelea. Kwa mfano, nitakuja kuungana nanyi. Nitakuja kuungana nanyi. Nitakuja kuungana nanyi iwapo stakabadhi zangu zote bla bla bla. Kwa hivyo ni kusema kwamba usemi unaendelea. Nitakuja kuungana nanyi iwapo stakabadhi zangu zote bla bla bla. Kwa hivyo kuendeleza usemi ambao umekatizwa. Jambo lingine ni kuonyesha kwamba maneno yameachwa. Kuonyesha maneno yameachwa. Kuonyesha kwamba kuna maneno ambayo yameachwa kimakusudi. Kwa mfano, maskini akipata. Kwa mfano, masikini akipata dukuduku. Kwa hivyo haya maneno unapata kwamba yameachwa kimakusudi kwa nia ya kuzingatia tasfida au lugha ya heshima, lugha faafu. Kwa hivyo unaweka alama ya dukuduku kuonyesha maneno yameachwa. Kuonyesha vile vile maneno yameachwa au kukatiza usemi. Nakatiza usemi. Kukatiza usemi. Kukatiza usemi, kwa mfano hapa ni katika tamthilia. Tuangalie katika tamthilia. Hapa tuna Seki. Seki anasema, mpenzi samahani. Kabla amalizie samahani, dukuduku anakatizwa. Anakatizwa na Moreri. Anasema, samahani nini? Samahani nini? Unapata kwamba maneno haya ni usemi umekatizwa. Seki anasema mpenzi kabla aendeleze samahani, anakatizwa na mwenzake. Kwa hivyo haya ni matumizi ya dukuduku. Tuangalie matumizi ya koma. Matumizi ya koma, mkato. Ni koma, mkato au kipumio. Koma, mkato au kipumuo. Tunaangalia matumizi ya koma, mkato au kipumuo. Kwanza kabisa, kipumuo hutumika kufanya nini? Hutumika kuleta pumziko katika sentensi ndefu. Kipumuo kuleta pumziko au kuonyesha pumziko katika sentensi ndefu. Kipumuo au koma. Koma huandikwa namna hiyo. Koma. Hakikisha kwamba unajua kuandika alama za uwakilishaji. Hakikisha kwamba unajua alama na matumizi yake. Ni muhimu kujua alama. Kuonyesha pumziko katika sentensi ndefu. Pili ni hutumika kuorodhesha. Hutumika kuorodhesha. Nilienda sokoni. Mfano. Sokoni kumletea maziwa, ndengu, sabuni na mboga. Kwa hivyo unapata kwamba koma imetumika kutenganisha maziwa, ndengu, sabuni na mboga. Jambo lingine ni hutumika kuonyesha anwani katika barua.
anwani katika barua, kuonyesha anwani katika barua. Shule ya upili ya Dongareni, shule ya upili ya Dongareni, koma, sanduku la posta 432, koma, Kakueni. Kwa hivyo unatumika kipumuo au mkato au koma inatumika katika kuandika mada katika barua. Tuangalie ritifaa au kibainishi, alama ya ritifaa au kibainishi. Tuangalie matumizi yake. Ritifaa au kibainishi. Ritifaa, kibainishi. Ritifaa au kibainishi. Kibainishi huandikwa hivi, ritifaa. Kwanza kabisa hutumika kuonyesha herufi imeachwa. Kuonyesha herufi imeachwa. Kuonyesha herufi imeachwa. Kuonyesha herufi imeachwa. Kwa mfano mlotenda. Kwa hivyo hapa tunaweka alama ya ritifaa. Mlo ilifaa kuwa kwa mfano niliotenda au niliotenda. Kwa hivyo badala ya kuandika neno lote niliotenda, unaandika nilotenda, halafu unatia alama ya kibainishi. Pili ni kuonyesha shada. Kuonyesha shada. Kuonyesha shada. Kuonyesha shada. Kuonyesha shada. Shada ni mkazo. Kuonyesha shada. Kama vile neno kalamu, kalamu. Shada inatiliwa katika silabi ya pili. Katika silabi ya pili. Kubainisha sauti. Kubainisha sauti. Kwa mfano sauti ng'ombe. Sauti ng'ombe, sauti ng'ambo. Kwa hivyo kufikia hapa, hizi ni baadhi ya alama za uakifishaji. Tutaendelea kutoka hapo. Uwe na wakati mwema, inshallah.